pamoja na PSPTB na PPRA kuhakikisha jambo hili linapatiwa ufumbuzi wa haraka utakaohakikisha matakwa ya sheria ya ununuzi wa umma sura namba 410 pamoja na sheria ya PSPTB sura ya 179 yanatekelezwa. Kwa umuhimu huo huo, ninaelekeza taasisi zote zilizoko katika sekta binafsi kuzingatia matakwa ya sheria hizo zinazohusu usajili na utekelezaji wa shughuli za ununuzi na ugavi hapa nchini. Nadhani sekta binafsi mko hapa na pengine mnayo forum yenu nyingine ambayo inawakutanisha pamoja, mtayazungumza hayo. Hayo ndio maelekezo ya serikali. Ndugu mwenyekiti, katika hili ninaiagiza bodi yako kuendelea kufanya ukaguzi katika sekta za umma na binafsi ili kuwabaini wale wanaofanya kazi za ununuzi na ugavi kinyume na matakwa ya sheria nilizozitaja hapo juu. Watakaobainika wachukuliwe hatua stahiki kwa mujibu wa sheria zilizopo. Ndugu mwenyekiti, ninatambua kuwepo kwa changamoto ya kibajeti katika utekelezaji wa shughuli za ukaguzi kama ilivyoelekezwa hapo juu, lakini pia mwenyekiti umeyaongelea hayo. Serikali inaangalia namna ya kuboresha bajeti yenu ili kufanikisha shughuli za PSPTB ikiwemo ya ukaguzi. Yote haya yanalenga kuongeza tija inayotokana na utekelezwaji wa shughuli za ununuzi na ugavi kitaalamu na kiweledi zaidi. Ndugu mwenyekiti, nimefarijika kusikia kuwa PSPTB imeanzisha mafunzo ya wakaguzi katika ununuzi na ugavi. Hiyo ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mtaala wa kitaaluma na vigezo vya usajili. Ninawapongeza sana kwa jitihada hizo zitakazosaidia kuinua taaluma hii. Napenda kuhakikisha kuwa Wizara ya Fedha itawapa ushirikiano wa kutosha katika utekelezaji wake. Ninatoa wito wa ushirikiano baina ya PSPTB, Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, Ofisi ya Mkaguzi Mkuu wa Ndani na taasisi nunuzi zote ili kwa pamoja kuweka mkakati wa namna bora ya kutumia weledi huo. Ndugu mwenyekiti, kumekuwepo na kilio cha muda mrefu cha kutotambuliwa kwa cheti cha kitaaluma cha shahada ya juu ya ununuzi wa ugavi CPSP. Mheshimiwa mwenyekiti ameiongelea hapa na nikasikia makofi yamepigwa. Katika ngazi ya mshahara ile ni kama haijajumuishwa na pengine kumekuwa na ukakasi. Ninapenda kwa taarifu kuwa Wizara ya Fedha imeshughulikia swala hili kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Ni matarajio yangu kuwa katika mwaka ujao wa fedha changamoto hiyo inaenda kupata suluhisho la kudumu na hivyo kufikia mwisho. Na kwa msisitizo mkubwa, jambo hili kabla halijasemwa hapa nilishirikishwa katika briefing yetu kabla ya kuja hapa kwenye ukumbi. Mimi binafsi nimesema nitampelekea hoja hii waziri mwenye dhamana aweze kusimamia na kweli iwe imefikia mwisho ndani ya mwaka wa fedha ujao. Ndugu mwenyekiti, nimefurahi kusikia kuwa bodi yako imeanzisha mchakato wa ujenzi wa jengo la ofisi na kwamba mmeshapata kibali cha ujenzi kilichotolewa na ofisi ya waziri mkuu. Nimesikia hapa katika
Ninaomba kuwahakikishia ushirikiano wa kutosha katika kuhakikisha azma hiyo inatekelezwa. Hii itasaidia kuepusha gharama kubwa zinazobebwa na PSPTB kwa kulipia pango ya ofisi pale ilipo sasa. Tunafahamu kwamba ofisi ya serikali ingefaa na inatakiwa iwe inapunguza gharama za uendeshaji kupitia kuwa kwenye majengo yake binafsi. Ndugu mwenyekiti, niendelee kupongeza bodi yako pamoja na taasisi zote zinazosimamia ununuzi na ugavi kwa kuendelea kutoa elimu ya kuwajengea uwezo wa wataalamu wa ununuzi na ugavi hapa nchini. Mimi hata huko nilikotoka nimeshuhudia hilo likifanyika. Ninaamini hata kongamano hili la 16 ni sehemu ya mafunzo endelevu kwa wataalamu na wadau wa ununuzi na ugavi. Ninaamini mafunzo yenu yana mwelekeo wa kuwaimarisha katika utekelezaji wa shughuli zilizomo katika mnyororo wa ugavi. Hii itasaidia katika kuinua na kuiongezea thamani taaluma yenu ambayo ni muhimu sana kwa maendeleo ya taifa. Ndugu mwenyekiti, mwisho, ni matumaini yangu kuwa kongamano hili litatoka na maazimio yatakayolenga kutatua changamoto zilizopo kwenye fani ya ununuzi na ugavi hapa nchini. Nimeambiwa kuwa kongamano hili limejumuisha wageni kutoka nje ya nchi yetu ambao wanajumuisha Zambia, Rwanda, Uganda, Eswatini, Afrika Kusini na kadhalika. Nimefurahi kusikia kuwa watapata nafasi ya kubadilishana uzoefu kutoka nchi zao, hasa kwenye eneo la mnyororo wa ugavi. Nitumie fursa hii kuwakaribisha sana wageni wetu waliohudhuria kongamano hili na kuwaambia wajisikie wako nyumbani. Karibuni sana. Our dear friends, neighbors from neighboring countries, you're warmly welcome. I hope I said the gadgets are working. Ninawaasa wataalamu wa ununuzi na ugavi wa hapa nchini kuitumia vizuri fursa hii ya kubadilishana uzoefu na wageni wetu ili kuweza kupata maarifa zaidi ya kimataifa. Ndugu mwenyekiti, baada ya kusema maneno haya, ninapenda kutamka rasmi kuwa kongamano la 16 la wataalamu wa ununuzi na ugavi kwa mwaka 2025 limefunguliwa rasmi. Nawatakia kila laheri katika majadiliano yenu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kazi na utu. Asanteni sana. Tusimame wakati mgeni rasmi arudi kwenye nafasi yake. Makofi, tukiendelea kumpigia makofi. Sana nderemo. Tunashukuru sana.